Mambo vipi? Shwari. Bwana, masikio macho ya Tanzania ni dabi ya Kariakoo. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinatajwa huenda na dabi hii ikachezeshwa na marefa kutokea nje. Baada ya mchezo wa kwanza kuchezeshwa na Mtanzania na ikaonekana kuna sehemu ni kama ilivuja. Miongoni mwa watu ambao wanatajwa, waamuzi wanaotajwa kuchezesha mchezo huo ni kutokea Morocco. Ni Hamza El Farak kutokea Morocco, muamuzi wa kati, lakini Lahsani Azkawi msaidizi na Hamza El Nasir vile vile ni msaidizi. Hii mfumo wa mchezo wa dabi kuchezeshwa na waamuzi kutokea nje, kama itatokea na dabi hii, kwa upande wako unaona? Mimi inawezekana niko tofauti na watu wengi. Kuleta waamuzi wa kigeni sio jambo baya. It's fine. Yani mimi sina shida nalo. Ila watu wasiwe wanafikiri kwamba mwamuzi akitoka nje ndio anakugarantii lazima atachezesha vizuri. Kwa sababu hata wao kwenye ligi zao huko wanaboronga vile vile. Hata ukienda ligi ya England, ukienda La Liga, ukienda Bundesliga, Serie A, Ligue 1, hata wao waamuzi wao wanafanya blunder. Sema tunaangalia kwa ukubwa gani? Yesu anafanya makosa lakini kwa ukubwa gani? Kwa hiyo kwangu mimi kuleta waamuzi wa kigeni sio tatizo. Isipokuwa tunatakiwa tuangalie na sisi tunakosea wapi. Kwani mbona zamani walikuwa wanachezesha? Na mbona kuna mechi zingine walikuwa wanachezesha vizuri? Kwa nini sasa hivi tumelazimika kila mechi mwamuzi wa kigeni, mwamuzi wa kigeni? Mimi binafsi mechi ya juzi ya Yanga na Simba ya Zanzibar ya Kombe la Muungano, refa alichezesha finali yule kutoka Kenya, sio mwamuzi mbaya, ila yako maamuzi mengi pia alifanya mabaya. Yako maamuzi mengi mazuri pia alifanya vizuri. Kwa mfano uamuzi wa penalty ya Chama ulikuwa uamuzi sahihi kabisa, ila kuna maamuzi mengine alikuwa anafanya pia makosa. Kwa mfano kutoa kadi, watu wanasema maamuzi mzuri alikuwa atoi kadi. Hapana, mpira unatakiwa ufuatishe sheria. Ndio maana hata ikitokea penalty 5 ndani ya mechi moja, maamuzi anakuwa atoe tu, as long as ni halali atoe. Kwa maamuzi eti kisa atoi kadi tunasema huyu refa mzuri. Hapana, mwamuzi atoe kadi inapotakiwa. Kama hii kweli ilikuwa ni reckless challenge au careless challenge, toa kadi. Inaonekana ni rafu ya kawaida, toa onyo kwa mchezaji. Lakini ndio maana nasema isijengeke picha kichwani kwamba mwamuzi kutoka nje anatugarantia atachezesha vizuri. Sio kweli, kwa sababu hata wao kwenye ligi zao wachezeshi vizuri. Misri wenyewe kwenye ligi yao kuna baadhi ya mechi wanachukua waamuzi kutoka nje ya Misri. Alafu sisi tunachukua waamuzi kutoka Misri na kujihusisha mechi yetu. Leo hii tunaenda Morocco. Hata wao ukizisikiliza timu za Morocco za ligi, kuna malalamiko wanapeleka kwa waamuzi. Na ikiwemo labda hao wanakuja. Lakini sisi huku tunachukua wale tunaleta huku. Ndio maana nasema mimi kwangu sisi kutumia waamuzi kutoka nje ya nchi, mimi kwangu sio dhambi, sio tatizo. Isipokuwa tusijiwekee matarajio makubwa, kwa sababu siku atakuja mwamuzi hapa ataboronga, tutaanza kushikana mashati. Ndio maana nasema ni bora wakati huu tunachukua waamuzi kutoka nje, tuboreshe viwango vya waamuzi wetu. Sasa Chasano, unahisi sehemu gani zaidi waamuzi wetu wanakosea, ama changamoto ya waamuzi wetu iko wapi zaidi? Waamuzi wetu sisi, miongoni mwa changamoto wanazokutana nazo kwenye kazi, teknolojia hawana. England ndio ligi inafuatiliwa kuliko ligi yoyote duniani, wamewekeza kwenye teknolojia. Sisi ligi yetu teknolojia hizo hatuna. Alafu nataka muamuzi eti aione offside kama anavyoiona refa anayechezesha England. Hiyo haiwezekani. Au huko kwenyewe wameona hiyo ni changamoto, ndio maana wameingiza teknolojia. Kwa hata sisi waamuzi wetu tuongezee teknolojia, la kwanza. La pili, tuwape exposure waamuzi wa wenzetu Ulaya, kwa mfano England, La Liga, Bundesliga. Wale sio kwamba wameweza kuchezesha vizuri tu kwa sababu wanachezesha ligi kubwa. Hapana, wanapata exposure, wanachezesha UEFA Champions League, UEFA Europa League, wanachezesha Conference League. Ile exposure wanakutana na waamuzi kutoka mataifa mengine, wanabadilishana uzoefu na nini. Huyu mwamuzi akishachezesha hivyo mwaka mmoja, miwili, mitatu, hawezi kwa yule yule. Sasa sisi hapa imagine Champions League inaanza mpaka inaisha. Waamuzi wetu sisi wameisha mechi ngapi za Champions League ya kafu? Chache, wengine hawapo kabisa. Sasa waamuzi kama sasa hivi tulikuwa tuna AFCON inachezwa hapa Afrika, hiyo mezo Morocco. Tulipaswa kuchukua either waamuzi wetu wachache tupeleke kule wakajifunze wenzao wanajiandaaje na mechi,
au tuchukue mtaalamu, mwamuzi au waamuzi hata wawili watatu kutoka kwenye ile AFCON waliofanya vizuri, kwa sababu wanaofanyia assessment wapo wale waamuzi. Tungeomba waamuzi wawili watatu wangekuja kuwapa uzoefu wa waamuzi wetu. Sasa hivi tuna World Cup inaenda kufanyika mwezi Juni. Either tuchukue baadhi ya waamuzi wetu ambao tunaona ni wazuri, tukawaboresha wapate uzoefu kule, waone wenzao huwa wanajiandaa vipi kwenye mechi, au tuchukue waamuzi wazuri kutoka Ulaya kwenye World Cup inayokuja waje kutoa uzoefu kwa waamuzi wetu. Hivyo ndio tutakavyopandisha level za waamuzi wetu. Haiwezi kuwa kulala na kuamka wajesha vizuri wakati hawana teknolojia. Basi hawana teknolojia. Exposure pia hawana. Wakati watakuwa wakakutana na waamuzi wenzao waambie jamaa sikilizeni. Sisi wenyewe tulianza kukuwa na teknolojia. Tulikuwa tunafanya 1 2 3. Mimi nishaona maamuzi ya waamuzi ilikuwa ni mechi za World Cup. Walikuwa kwenye maandalizi yao. Yale maandalizi tu wanaofanya unaona this is next level. Sio maamuzi ya kawaida. Lakini sasa waamuzi wetu hivyo vitu hawezi kupata kwa sababu mechi za Champions League za Confederation za hapa Afrika kupata tu nafasi hawapati. Sasa nategemea wakajifunzie wapi? Sisi tumekaa tunanyosha vidole tu, wewe mwamuzi anacheza vibaya, wewe anacheza vibaya. Na hata huko tunakoita waamuzi, basi tungekuwa tunaenda kuchukua waamuzi ya class wa CAF wale ambao ndo tuwalete. Hao ndo tuwalete sasa hao. Sio tunaenda kuchukua tu ametoka Morocco yule. Uko Morocco kwa umechukua wampi. Nyinyi mnakuja kumpa dabi. Sasa tukiachana na hizo exposure lakini uzoefu, bwana, kuna hii issue kwamba inasemwa mengine ni kwa sababu wa waamuzi nchini kwetu hapa timu ni mbili kubwa. Ni kubwa zile mbili, Simba na Yanga. Mmoja ni shabiki, ili swala hili nalo wewe alikupisha? Ushabiki sio dhambi. Hata huko Ulaya marefa ni mashabiki wa timu zao. Yuko mwamuzi mmoja alikuwa Mike Dean. Alikuwa ni shabiki na uwanjani anaenda kuangalia timu yake. Ni mashabiki wanaenda uwanjani kuangalia timu zao, lakini when it comes kwenye kuchezesha, ile ni kazi, ni profession, mtu anaweka weledi mbele. Ndio maana nikasema hawa waamuzi wetu hawakutani nao marefa sasa. Watakuwa wakutanishwe nao waambie mnaona wenzenu. Bwana mimi ni shabiki wa timu fulani nachezesha ligi fulani. Huyu ni shabiki anachezesha ligi. Wanajifunza. Sasa hizo sisi kwetu marefa wetu hata hiyo mifano hawakutani nayo. Wanategemea sana ajifunzie wapi? Kwenye maisha kuna njia mbili tu. Mkubali kukutana anayejua na asiyejua mtu ajifunze, au nyinyi mfanye mkosee ili mjifunze. Kwa kwenye maisha njia ni mbili tu, ujifunze kwa kukosea au ujifunze kutoka kwa watu waliowahi kufanya kitu kwa ubora. Ndio maana nakwambia sisi marefa wetu hawana exposure. Wale marefa wa Ulaya wana timu zao. Ila when it comes to work wana ethics zao wanazingatia. Kwa hata sisi waamuzi wetu wakutanishwe na wale waamuzi. Wale tu wataalamu hapa kutoka nje, marefa wakubwa. Bwana sikilizeni, sisi tunachezesha IPL kule, tuna timu zetu, tunazipenda. Lakini ninapokuja swala la kazi sisi tunazingatia maadili kwa kufanya 1 2 3. Mambo simple, lakini sisi tunataka marefa wetu wachezeshe kama wa Ulaya, lakini maisha wanayoishi sio kama marefa wa Ulaya. Haiwezekani hapa eti wewe refa anaenda kuchezesha mechi, anasafiri kwenye basi la timu anaenda kuzichezesha. Wanategemea refa akifa atafanya nini? Lazima haribu. Kwa hiyo naona nakwambia marefa wetu sisi wana shida nyingi. Ila watu wataka kusema, watu wamejificha. Sisi tunataka tukubali ukweli kwamba marefa wetu kuna vitu vingi hawavipati vya kuwasaidia kuongeza ufanisi kwenye kazi zao. Ila tukisema tu tunaleta tu wageni haisaidii, kwa sababu mwisho wa siku ligi yetu waanzisha marefa hao wa sawa. Yanga na Simba wanakutana mara mbili kwenye msimu. Kwa hiyo hizi pointi 6 tu ndo unaziletea marefa kutoka nje. Alafu hizi mechi zinazobaki zingine, Yanga kwenye ligi anaanza mechi 30. Simba kwenye ligi anaanza mechi 30. Mechi 28 anachezeshwa na refa wa ndani. Eti mechi mbili tu. Sasa tuko serious bro. Sasa tuko serious. Na hapo huoni kwamba tukiachana na hilo kwamba wageni, huoni kwamba wakati mwingine sisi wenyewe tunawezekana ikawa ni kikwazo cha marefa wetu kufanya hiki ambacho wanachokifanya, swala zima la pressure, kwa sababu wakati mwingine mtu anafikiri hapa nikifanya hivi bwana inaweza ikatokea hivi nikafungiwa. Hii na uwezi ukaona kwamba ni tatizo wakati mwingine. Changamoto iliyopo sasa, mimi leo nikwambieni ukweli. Watu wanahangaika na marefa. Wahangaike na wanaowaleta marefa. Yaani hata hivi unavyoona kwenye vyama vyetu vya mipira hivi. Wale viongozi wenyewe wana timu zao, wana mahaba yao. Yaani mewezi kuniambia eti leo rais wa TFF ana mahaba na timu yake fulani anayoipenda. Au sijui hakuna, yani ni ngumu. Sasa nyinyi ongeeni, wale ndio wanatakiwa tuwabane bwana. Tunajua nyinyi ni mashabiki na marefa mnaotuletea ni mashabiki wa timu zao. Wajengeni uwezo, waweke weledi mbele
kuliko mapenzi na hisia za timu zao. Kwa hiyo maana nasema mimi marefa kuwa na ushabiki na timu sina shida nayo, ila tunawasaidiaje? Kwa sababu wanaonesha ligi zetu na sio wao tu, hata ukienda huko mataifa mengine yaloendelea, marefa wana timu zao ni mashabiki, lakini linapokuja swala la kufanya kazi wanaweka weledi mbele na sio hisia wala miemko. Sasa sisi tunaangania kuwagombania marefa tu, marefa. Anayewaandaa marefa nani? Wewe unajua marefa wanaandaliwaje? Kozi wanazozisoma zikoje? Huko ndo tunataka tuanze nako. Chisano, hapo neno moja, kama unapata bahati ya kukutana nao marefa wa Kitanzania na kupiga nao story, neno moja ambalo utawaachia kuhusu haya mambo yanaendelea. Bwana, sisi tunataka mpira wetu tuchezeshe wenyewe. Wewe pale ndo unapata bahati ya kuambia chochote kitu. Wajiamini, wana uwezo kuchezesha vizuri. Mbona kuna mechi ya Rajiga anatoka anapelekwa kuchezesha nje na CAF na FIFA? Do you think ni kwa bahati mbaya? Sio kwa bahati mbaya, kwa sababu wale wanamfuatilia, wanapata ripoti zake. Kwa hiyo wajiamini marefa wetu. Mimi naamini wana uwezo wa kuchezesha vizuri, kwa sababu ziko mechi mimi nimezishuhudia marefa wanachezesha vizuri. Kwa hiyo wajiamini, alafu na wao wa demand kwenye kamati ya waamuzi waende wakademand, TFF waende wa demand. Sio tu mnakubali rais wa TFF anawaambia bwana mkikosea nitawafungia. Na nyinyi pelekeni mahitaji yenu bwana, kweli mzee, sisi tukikosea ni sahihi wewe kutuadhibu. Lakini mzee, sisi tuna shida ya teknolojia, sisi tuna shida ya uzoefu, tuna shida ya exposure. Tunaomba hivi vitu nao tusaidie. Wewe una network sasa hivi, Karia ushakuwa mtu mkubwa kwenye mpira duniani. Tusaidie. Karia anaenda anatafutia namna wanafanya hivyo vitu. Wanaletewa watu wataalamu wazuri. So wanamletea tu kisa refa katoka nje ndio wanasema mtaalamu. Waletee marefa wanaowajua, huyu anachezesha IPL, huyu anachezesha La Liga, huyu anachezesha wapi. Tunamuonaga huyu anakuja amecheza CAF Beida. Waletee wa aina ile. Wala wanapata hisia wenyewe kwamba hii kweli hawa marefa tumeletoa wanaokuja kutujenga. Kwa hiyo mimi naona tusiwe tu tunaenda kwa marefa na wanao wasimamia marefa. Tuangalie, unajua kuna muda mnawalaumu marefa, msifikiri wanapokea hela. Kuna wakati uwezo wao tu. Yaani hana uwezo wa kutafsiri kitu vizuri. Hana uwezo wa kutafsiri tukio vizuri. Kwa hiyo mimi kwangu marefa na wenyewe wanapaswa kusaidiwa, tusiwanyoshe vidole tu. Shukrani sana. Asante sana.